Mtafaruku mkubwa kati ya Papa Leo wa 14 na SSPX. Makala hii inakuletea siri ya mgogoro unaotikisa umoja wa Kikristo. Katika ukanda wa Ulaya kuna jambo linaloendelea ambalo linaweza kuandika ukurasa mpya katika historia ya Kanisa Katoliki. Kuna jina moja linalotajwa tena na tena. Katika upande mmoja ni SSPX na upande mwingine ni Papa Leo wa 14. Labda pengine tuwaelewe hawa SSPX ni akina nani, na ni kwa nini wameingia katika mgogoro mkubwa na Roma, na kwa nini Papa Leo wa 14 amefikia hatua ya kuchukua hatua kali kiasi hiki. Habari Njema Channel inakuletea uchambuzi huu ikiwa ni taarifa ya kuaminika iliyotufikia siku za karibuni. Katika sehemu ya kwanza, labda tuangazie SSPX ni kitu gani. Labda turudi nyuma kidogo, mwaka 1970 huko nchini Uswisi, askofu mkuu wa Ufaransa Marcel Lefebvre alianzisha jumuiya ya mapadri iliyokuja kujulikana kama Priestly Society of St. Pius X, SSPX, au ungeweza kusema kwa Kiswahili undugu wa kikuhani au undugu wa kipadri wa Mtakatifu Pio wa 10. Lengo lao lilikuwa kuhifadhi kile walichokiona wao kama urithi wa jadi wa Kanisa Katoliki, hasa katika masuala mazima yanayohusu liturujia, teolojia na hata malezi ya kipadri. Lakini hapa simulizi linakuwa ngumu zaidi kwamba SSPX ilipingana kwa kiasi kikubwa sana na mabadiliko yaliyohusishwa na mtaguso wa pili wa Vatikani ambao ulifanyika kati ya mwaka 1962 hadi mwaka 1965. Kwa mfano, ilisisitiza sana liturujia ya jadi ya Kilatini na ikaonyesha upinzani kwa baadhi ya namna ambavyo mafundisho na maamuzi ya mtaguso huo mkuu wa pili wa Vatikani yalikuwa yakitafsiriwa na kutekelezwa. Na hapo ndipo, ndugu zangu, ufa ukaanza kuonekana. Katika sehemu ya pili ni kisa cha mwaka 1988, tukio ambalo liliwashtua wengi sana. Mnamo tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka huo 1988, ilikuwa ni siku muhimu sana. Askofu mkuu Marcel Lefebvre aliwatawaza maaskofu 4 bila mamlaka ya papa. Hilo lilikuwa tatizo kubwa sana, ndugu zangu, kwa sababu katika Kanisa Katoliki kutawazwa kuwa askofu si jambo la askofu ambalo anaweza kulifanya bila kutegemea mamlaka ya papa au baba mtakatifu. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, kipindi hicho ndiye aliyekuwa papa, alitangaza kwamba kitendo hicho kilikuwa kitendo cha kishismatic, yaani kilichohatarisha na kukiuka umoja wa kanisa, na maaskofu waliohusika waliingia katika adhabu ya excommunication lete sententiae. Yaani Vatican ilisisitiza kwamba watu hawa wamejitenga automatically na Kanisa Katoliki. Kwa hiyo kanisa likasisitiza kwamba tatizo halikuwa tu kuhusu mtindo wa kusali misa, bali lilikuwa ni kubwa zaidi. Ilikuwa ni swala la mamlaka ya kanisa na ule urithi wa mitume na nafasi ya Baba Mtakatifu kama mrithi wa Mtume Petro. Lakini labda sehemu ya tatu ni kipindi cha Baba Mtakatifu Benedikto wa 16. Inasemekana kwamba labda pengine alikuja kusuluhisha mgogoro huo au kumaliza kabisa. Labda tujiulize, je, papa huyo Benedikto wa 16 alimaliza mgogoro? Hapo ndipo watu wengi huwa wanachanganyikiwa. Mnamo mwaka wa 2009 Papa Benedikti wa 16 alifanya jambo ambalo wengi pengine walielewa vibaya. Aliondoa adhabu ya excommunication kwa wale maaskofu 4 waliokuwa wametawazwa ule mwaka wa 1988. Lakini hakumaanisha kwamba SSPX ilikuwa imerudi katika hali kamili ya kisheria ndani ya kanisa.
na hilo ndilo jambo la muhimu sana ndugu zangu. Papa Benedikto wa 16 ambaye sasa hivi ni marehemu, mwenyewe alieleza kipindi hicho kwamba kuondolewa kwa excommunication kulikuwa katika kiwango cha nidhamu, lakini masuala ya mafundisho yalikuwa bado hayajatatuliwa. SSPX bado haikuwa na hadhi ya kikanuni ndani ya kanisa, na huduma za hudumu wake hazikuwa na uhalali wa kikanuni. Pengine kwa lugha rahisi ni kwamba mlango wa mazungumzo ulifunguliwa, lakini nyumba haikuwa bado imeunganishwa kikamilifu. Na hapo ndugu zangu, ndipo siri ya kisa hiki ilipo. Roma haikusema kwamba tumekubaliana na kila kitu wanachokifundisha hawa SSPX. Roma ilikuwa inasema tu kwamba mrudi katika umoja wa kanisa, halafu tuyatatue maswali mbalimbali kuhusu namna ya kuadhimisha maadhimisho, lakini pia katika mafundisho fulani ya kanisa. Na pengine utajiuliza, na papa aliyepita, Baba Mtakatifu Francisco marehemu, alifanya nini? Sasa Papa Francis alipoingia, ikumbukwe, alichukua hatua za kichungaji zilizokuwa na umuhimu mkubwa sana. Mnamo mwaka 2015 wakati wa jubilei ile ya huruma, Baba Mtakatifu Francisco aliruhusu waamini waliokwenda kuungama kwa mapadri wa SSPX kupokea ondoleo la dhambi halali na kwa uhalali wa kikanisa katika mazingira aliyoyaweka huyu papa. Baadaye katika hati aliyoandika yeye mwenyewe, Misericordia et Misera, mwaka 2016, aliendeleza ruhusa hiyo. Na mnamo mwaka 2017 Vatican pia iliweka utaratibu kuhusu ndoa za waamini wanaohudhuria shughuli za kichungaji za SSPX kwa kushirikisha mamlaka ya askofu wa eneo. Ndugu zangu, kwa lugha rahisi ni kwamba mlango wa mazungumzo ulifunguliwa, lakini nyumba ilikuwa bado haijaunganishwa kikamilifu. Ndugu zangu wapendwa, kwa nini Baba Mtakatifu Francisco alifanya hivi? Kwa sababu Roma haikutaka waamini wa kawaida kubaki katika sintofahamu kuhusu sakramenti. Lakini tukumbuke sentensi hii ni kwamba huruma ya kichungaji haikuwa sawa na kuipa SSPX hadhi kamili ya kikanuni. Tatizo la msingi bado linaendelea kubaki. Kwa hiyo alipoingia huyu Baba Mtakatifu sasa hivi Papa Leo wa 14, mwaka 2026 mgogoro ukaanza kupanda joto tena. SSPX ilitangaza mpango wa kuwatawaza maaskofu wapya. Roma ikasema hapana. Kwa nini? Kwa sababu askofu hawezi kutawazwa kihalali bila hiyo mamlaka ya papa. Mazungumzo yalifanyika, rufaa zikafanyika, lakini tahadhari ziliendelea kutolewa, lakini SSPX ikaendelea kusimama katika msimamo wake. Na hapo ndipo Papa Leo wa 14 mwenyewe aliamua kutoa barua tarehe 29 mwezi Juni mwaka 2026 akimsihi huyo Superior General wa SSPX, yani Padre Davide Pagliarani, kusitisha mpango huo. Papa alisema kwa lugha ya wazi sana kwamba kitendo hicho kingekuwa kitendo cha kishismatic na kwamba kingewaweka waamini katika hatari ya kukosa upatikanaji wa sakramenti kwa njia halali. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, jambo hilo lilitokea kwamba tarehe 1 mwezi Julai mwaka 2026 walifanya kitu cha ajabu ambacho kilikuja kubadilisha historia ya mahusiano kati ya kanisa Katoliki na SSPX. Mnamo tarehe hiyo 1 Julai mwezi huu mwaka huu 2026 ilifanyika kile ambacho Vatican ilikuwa imeonya kisifanyike. Jamaa hawa waliwatawaza maaskofu 4 bila mamlaka ya papa, na hapo ndipo walipovuka mstari. Na hapo alikuwa tena swala ya kwamba tunapenda misa zile za jadi za Kilatini, bali swala lilikuwa ni nani mwenye mamlaka ya kutawaza maaskofu ndani ya kanisa Katoliki.
Kwa upande wa Vatican, jibu lilikuwa wazi kabisa: Papa kama mamlaka kuu ya kanisa katika mambo haya. Julai 2, Vatican ilitoa uamuzi. Tarehe 2 mwezi Julai, dikasteri ya imani ilieleza kwamba kuna jambo la muhimu sana, kwamba hapo haikuwa Papa peke yake akitoa kauli ya kisiasa. Ilikuwa ni hatua rasmi ya mamlaka ya kanisa, ambapo hati hiyo, decree hiyo ilisema kwamba maaskofu waliohusika katika kutawazwa huko bila mamlaka ya Papa waliingia katika kile kinachoitwa excommunication lete sententiae, yaani waliondolewa moja kwa moja automatically katika umoja na kanisa Katoliki. Na hao walioorodheshwa kwa majina ni Alfonso de Galarreta, Pascali Sheiba, Michaeli Goldade, Michaeli Ponsinetti de Sivi, Marchi Hanapier na Bernard Felay. Vatikani ilisema kitendo hicho kilikuwa cha asili ya schism, yaani kukiuka umoja wa kanisa katika swala ya mamlaka ya kanisa. Aidha, Vatican ikaonya pia makasisi na walei kwamba kujiunga rasmi na mgawanyiko huo kunaweza pia kuleta adhabu ya excommunication chini ya sheria ya kanisa. Lakini ndugu zangu, pengine tuelewe tunapozungumza habari ya excommunication ni kitu gani. Excommunication si kusema kwamba mtu huyu si binadamu tena, wala si kusema kwamba Mungu hamtaki mtu huyo tena. Si sawa na kusema kwamba amefukuzwa duniani, bali hii ni adhabu ya kikanisa inayolenga kumfanya mtu atambue uzito wa kitendo chake na kumrudisha katika ushirika kamili wa kanisa. Kwa hiyo kanisa linaweza kumwadhibu mtu kwa sababu ya kitendo kinachoharibu sana umoja na nidhamu ya kanisa. Lengo la mwisho sio kisasi, bali ni kumfanya mtu afanye toba, auone ukweli na arudi katika umoja. Sasa uhusiano wa kanisa na SSPX upo wapi sasa? Na hili ndilo swali ambalo pengine wengine mtakuwa mnajiuliza. SSPX ni kanisa jingine au la? Hapana ndugu zangu. Hili ni dhehebu la Kiprotestanti? Hapana. Ni jumuiya ya kawaida yenye hadhi kamili ya kikanuni ndani ya kanisa Katoliki? Hapana. SSPX ni jumuiya ya mapadri yenye historia ndani ya mazingira ya kanisa Katoliki, lakini imekuwa kwa muda mrefu katika hali hii isiyo kamili ya kikanuni na katika mgogoro wa mafundisho na mamlaka. Papa Benedikto 16 alieleza wazi kwamba SSPX haikuwa na hadhi ya kikanuni na kwamba masuala ya mafundisho hasa kuhusu mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani na mafundisho ya mapapa baada ya mtaguso yalikuwa bado hayajatatuliwa. Kwa hiyo tatizo la SSPX na Roma si misa ya Kilatini peke yake. Mizizi ya tatizo ipo katika swali hili: SSPX inakubali kwa ukamilifu mamlaka ya papa na mafundisho halali ya kanisa baada ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani? Kwa nini huu mgogoro huu ni mzito? Kwa sababu ndugu zangu, kanisa Katoliki linaelewa umoja wake kwa namna ya kipekee kabisa. Kanisa sio mkusanyiko wa watu waliokubaliana tu juu ya Biblia. Kanisa imani moja, sakramenti moja, mamlaka moja ya kichungaji. Na katika kanisa Katoliki umoja huu unaonekana kwa namna ya pekee katika ushirika na askofu wa Roma, yaani Papa. Ndio maana Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alisema mwaka ule 1988 kwamba swala la kutawazwa kwa maaskofu bila mamlaka ya Papa lilihusisha moja kwa moja swala la Roman primacy, yaani ukuu wa mamlaka ya Papa na umoja wa kanisa. Hii ni vita ya misa ya zamani dhidi ya misa mpya? Hapana. Hapo ndipo tunapaswa kuwa waangalifu zaidi ndugu zangu. Ni kweli kwamba SSPX inajulikana sana kwa kushikilia liturujia ya jadi ya Kilatini, lakini tukisema kwamba mgogoro wote ni SSPX inapenda Kilatini, Papa hapendi Kilatini, tutakuwa tumepunguza historia hii vibaya sana. Mizizi yake ni mipana zaidi: mamlaka ya Papa, tafsiri ya tradition au jadi, mapokeo ya kanisa, tafsiri na kupokelewa
kwa Vatican II na namna ambapo magisterium ya kanisa inavyoendelea. Kwa hiyo Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alisisitiza kwamba huwezi kuigandisha mamlaka ya mafundisho ya kanisa katika mwaka 1962 tu. Wakati huo huo alisisitiza pia kwamba Vatican II haiwezi kutenganishwa na historia yote ya mafundisho ya kanisa. Kwa hiyo ndugu zangu, hili silo simulizi ambalo linahusu hadithi hii ya SPX na Baba Mtakatifu Leo au na kanisa. Ni habari kubwa zaidi inayohusu umoja wa kanisa. Kanisa linaweza kuwa na mijadala, lakini kanisa linaweza kuwa na makundi yenye mtazamo tofauti na hata kujadili kuhusu mambo ya liturujia na hata kubadilisha namna bora ya kutekeleza mtaguso wa pili wa Vatikani. Lakini kuna mstari ambao kanisa linaona kuwa ni hatari sana watu kuvuka: kuvunja ushirika na kanisa au mamlaka halali ya Papa. Ndio maana Vatikani imechukua hatua hii kali. Lakini pia kuna jambo la kuvutia sana katika historia hii. Papa Leo wa 14 kabla ya hatua hii kuchukuliwa, hakuruka moja kwa moja kutoa adhabu. Aliwaomba, aliwaonya, aliwasihi warudi nyuma, alifungua mlango wa mazungumzo. Lakini baada ya onyo hilo kupuuzwa, Vatikani ikasema sasa kanisa lazima lilinde umoja wake. Kwa hiyo ndugu zangu mpendwa msikilizaji wa Habari Njema Channel, tunapozungumza kuhusu Papa Leo wa 14 dhidi ya SSPX, tusifikirie tu kama vita ya watu wawili. Hapa kuna historia zaidi ya miaka 50. Kuna Marshal Lefebvre, kuna mtaguso wa pili wa Vatikani, kuna tukio la mwaka 1988, kuna juhudi za Papa Benedikto 16 mwaka 2009, kuna hatua za kichungaji za Papa Francisco 2015 hadi 2017, na sasa Papa Leo 14 na mgogoro huu wa mwaka 2026. Swali kubwa linalobaki si tu kwamba nani ameshinda sasa. Swali kubwa ni kwamba je, kanisa linawezaje kuhifadhi ukweli wa imani na wakati huo huo kulinda huo umoja na watu wake au waamini wake? Kwa sababu katika kanisa la Kristo, ukweli bila upendo unaweza kujeruhi, na umoja bila ukweli unaweza kupoteza msingi. Lakini kanisa linaendelea kutafuta vyote, ukweli na umoja. Na hii ndugu zangu ndio Habari Njema Channel. Kama unapenda uchambuzi wa historia ya kanisa, mafundisho ya kanisa Katoliki na matukio yanayotokea ndani ya kanisa duniani, usiache kusubscribe, kulike na kushare na kucomment. Na usisahau kwamba ukweli ukijulikana, historia huacha kuwa siri. Nikutakie wakati mwema na tumsifu Yesu Kristo.